Shaka News Extra this morning ikiwa ni saa 1:27 zinakatika, na kama nilivyosema awali, maisha asubuhi ya hukumu na sakali. Tuko na mheshimiwa Martha Karua, the Iron Lady. Amekuwa kwenye siasa kwa muda mrefu jamani. Mimi nikiwa primary nilikuwa nasikia Martha Karua. Martha Karua. I was in primary by the way. Nilikuwa nasikia Martha Karua mpaka naenda campus, mpaka namaliza, mpaka natangaza nasikia Martha Karua. It's never easy kukuwa relevant for that long by the way. Iron Lady anafaa kutuambia kwamba what's the secret? And of course pia kwa wanasiasa ambao ni wa kike ambao ndio wanaanza kwamba ni kitu gani ambacho wanaweza iga kutoka kwake, ambaye pia ni People's Liberation Party leader. Mheshimiwa Martha Karua, ni ruhusu nikusalimie kwa huko Uswahilini. Ukikutana na mtu ambaye ni mkubwa kwako unamwambia shikamo. Marahaba. Asante. Karibu niseme mwanangu. Inaruhusiwa, you can be my mother, inaruhusiwa. Kwa jambo lakini mimi si jambo na nauliza wasikilizaji wote hamjambo. Mheshimiwa Martha Karua, karibu tena kwa mara ya pili. Tunafurahi sana kukuwa nawe hapa. Nadhani kwamba kama miezi miwili iliyopita tulikuwa na Mheshimiwa Martha Karua ndani ya studio. Nadhani kwamba tuanze na hii ambayo inafanyika leo asubuhi pale Olkalao, ambapo kwamba kunafanyika uchaguzi mdogo na ukiangalia stakes zimekuwa very high. Very high. Na kama senior council kuna kitu ningependa labda tuelimishe sisi sote na hata wasikilizaji. Nilikuwa nasikiza moja kati ya afisa wa IBC yesterday akiojiwa na chombo cha habari kimoja. Akaulizwa kwamba zile zawadi ambazo zilikuwa zinatolewa pale wakati wa campaign, ikiwemo mtungi wa gesi, ikiwemo mattress pale, ikiwemo sijui nini, watu walipewa vitu vingi kabisa. Akaulizwa kwamba is that not bribery, voter bribery? Akasema kwamba not every handout amounts to bribery. It's every handout to the general public that amounts to bribery. They're not your agents that you can say you are paying them as your agents. You cannot say you are sending them anywhere, but daily gifts, that was outright bribery by the state. And we first saw this phenomena of giving mattresses, yani godoro, in Malava. Watu walipelekewa the same brand new blue mattresses. We saw them first in Malava. It's outright bribery, and it's by state agents, by public officers and others. And it's clearly bribery, and we also know it's our money, not their money. That is abuse of public funds. And do you think, Martha, kwamba from where you sit na ufahamu wako wa sheria kwa muda mrefu, mambo na ukiukaji wa sheria za uchaguzi, hawa wagombea 9 ambao leo wanaelekea debeni, ikitokea kwamba mmoja wao ambao atakuwa ameshindwa, anaweza tumia hii kama sababu ya kwenda kusema kwamba uchaguzi huu haukuwa huru na haki? Anaweza tumia, lakini angalia koti itachukua miezi ngapi na tunaelekea uchaguzi. Iko faida gani ikiwa Disemba au Januari mwaka ujao unaambiwa kweli uchaguzi haukuwa wa haki? Unaweza kurudiwa tena. Nakumbuka wakati wa enzi ya KANU, mbunge moja aliyeitwa Joshua Angatia, na aliwahi kuwa waziri pia, petition yake ilikalishwa mpaka mwezi moja kabla ya uchaguzi. Akashinda kesi. Sasa hiyo ni ushindi wa aina gani? Sisi wenyewe tukiwa na Kenya wakati huo tulikuwa na kesi, tumeshtaki Ministry of Local Government. Na wakati huo Uhuru ndiye alikuwa waziri hiyo wakati. Wakatunyima nominated councillors 85. You can imagine the effect on our influence as a party. 30th November 2012 koti ikapata ndio tulinyimwa. Bunge was coming to an end in December. 30th November. How do you get your people nominated for 1 month or for 5 days? Hiyo ni kama kunyimwa, and it's a petition. Hata wa sasa hakuna faida moja tulipata, yet we lost influence. We lost 5 years of 85 nominated slots. And it had an effect on the party. We lost influence. Even in the next elections we didn't get whatever. So the Electoral Commission, failure to do its work. Any public officer who has a say in anything done about elections
or benefits derived from elections. This time is the Electoral Commission only, not CSS. Okay. It is something deliberate, and it is meant to deny you for that term. Isaac Hassan's commission, when he was a commissioner, they took away our nominated slot. We went to court in Garissa. We got that slot back after 1 year. So our nominated MCA served only 4 years. Subsequently, the commission kept on taking away our nominated slots. We were not able to pursue them. We got tired. Okay. Deliberately gerrymandering when it comes to looking at the votes each party got and seeing who deserves what nominated slots. Okay. Yes. Mheshimiwa Martha, tuzungumzie bado swala hilo zima, na leo tupo darasani kwa sababu you're the only senior counsel in the room, if not in the building. Tunapozungumzia IEBC, IEBC ina meno ya kuuma, ina meno ya kung'ata kisheria, ama kidogo mikono yake pia imefungwa, kwa sababu tuliona wakati ule mwingine mwenyekiti akionekana kutishia kwamba tunaweza tukaahirisha uchaguzi, tunaweza tukafutilia mbali uchaguzi. Is that all IEBC could do katika mazingira haya? Kuahirisha hata hana nguvu za kuahirisha bila sababu. Okay. Hii si kitu binafsi ati unasema vile unataka. Unasema na unasema sheria gani? Okay. Hakuna sheria inamruhusu alale akose kufanya kazi yake kisha ahirishe. Sababu kama iko watu wanakeuka sheria, ako na nguvu sa kuona ya kwamba wamekoma. Okay. Na polisi wale wako eneo hilo hata waleo Ol Kalou wako chini yake. Polisi wakiwa wanasimamia mambo ya uchaguzi wako chini ya tume la uchaguzi. Kwa hivyo usikae hapo kutuambia utaahirisha. Sheria haikuruhusu kukalia zile nafasi umepatiwa na sheria kama mkurugenzi mkuu na kama tume. Ukose kufanya kazi yako ndivyo uahirishe. Sheria inampatia mamlaka gani katika mazingira kama haya ambapo kuna mattresses zinatolewa, gesi zinatolewa? Kisheria IEBC ingefanya nini? Anaona ni serikali, angewaambia UDA wakome au waondoe candidate ya wao kwa uchaguzi. Angewaondoa. Okay. Lakini hawezi. Anaangalia pande ingine, anasema mkiwaona muniambie na muniletee evidence. Yani ameweka curtains kwa macho yake, haoni. Mheshimiwa Martha Karua, mbona hawezi? Na sheria inampa nafasi ya kuweza. Hiyo ni kama kutuambia wa mimi siwezi nikawaguza. Lakini kama mtataka kuwashtaki nipate kule kwa ofisi na uniletee ushahidi. Ako na maofficers kwa ground. Na si yeye amewalipa, ni sisi tumewalipa. Ako na macho kwa ground. Na runinga inaonyesha, asituambie yeye tu ndiye kwa Kenya hii hajaona ngondoro. Niliona Mheshimiwa Alutalala, Commissioner Alutalala Mukhwana, mmoja wa makamishna wa tume ya uchaguzi ya IEBC, akisema kwamba you opposition politicians, you being too hard on IEBC, kwamba jamani ndio tumeingia ofisini, mtuambie ni uchaguzi gani tumeiba, kwa sababu IEBC makamishna ambao wapo ofisini sasa hivi wanahisi kwamba mnatumia rekodi ya makamishna wa zamani kuweza kuwa judge, na wanahisi kwamba you being too hard on them. Hamjawapatia muda wa kufanya kazi. Sisi kama PLP tulihusika na uchaguzi mdogo kule Chewani Ward, kule Tana River. Na wakati wa kuhesabu waliruhusu maafisa wa serikali wengine mapolisi kuja na kukomandia the station. Kwa hivyo asiseme hatujaona wakiiba. Maraba kwani ilijiiba yenyewe? Malaba tuliona. Hiyo haikuwa uchaguzi huru. Mbere tuliona kule Mbere. Kwa hivyo asituambie ati hawajafanya. Rekodi tunaenda na yao. Na tukaenda kwa ofisi zao tukawaambia hatupendi ile njia mliingia nayo, lakini mshaingia, nyinyi ni watumishi wetu. Tuonyesheni mnatutumikia zote, sio upande moja. Hizo uchaguzi dogo zimepita, wameonyesha wanatumikia KK regime peke yake. Sasa hii ya mwisho ni Ol Kalou. Hii ya leo hii. Watu onyeshe leo wanatumikia wa Kenya au UDA, sababu katika kuendesha
kwa kampeni za hiyo uchaguzi wametumikia, wamekuwa ni kama maagent wa UDA, sababu wameona hiyo mambo yote wamefanya, ile wamefanya tu ni kuagusa kidogo, ile fine wamepatia Gikaria. Okay? Na hizo vitu zingine zote waliona ma-CS wakifanya campaign, waliona watu kama Moses Kuria ameajiriwa na serikali, haifai awe huko. Wameona wengine, wameona magavana, wameona nani. Mheshimiwa Martha Karua, tumebakisha miezi 12 tunaelekea kwa uchaguzi. Baada uchaguzi unafanyika tarehe 10 Agosti 2027. So that's exactly 12 months from now. Uko na imani na hii tume ya IEBC kutokana na chaguzi ndogo ambazo kwamba umetoa kama mfano na engagement ambao kama PLP mmekuwa nao na the IEBC and the official, uko na imani na hii tume kuelekea uchaguzi unakuja? Hapana, imani hakuna, lakini tulikuwa tumewapatia nafasi waonyeshe, wajenge imani na wananchi. Watuonyeshe, ingawa waliingilia kwa njia fupi, sio ile njia ya kihalali ya kuonyesha ya uwazi. Watuonyeshe ya kwamba wao ni Wakenya kama sisi na wanajua wanafaa kutenda kulingana na sheria. Sasa hii nafasi ya mwisho ya leo, washa fail 80% wakati wa kampeni za hiyo uchaguzi, wako na 20% chance. Hivi ni kitu gani Mheshimiwa Martha Karua labda ungependa IEBC ifanye between now to the next general election? Leo wasiruhusu mtu yeyote kurandaranda huko kupeana pesa. Wahesabu kwa njia ya uwazi. Wasiruhusu wakuu wa serikali, wawe CS, wawe nani, kuingia kwa polling station. Kuhesabu au kufanya ni, isipokuwa ni yule ako na kibali ya agent, na akiingia asiingie na security, aingie peke yake. Okay. Sababu security iko. Okay. Kama wewe huwezi kuingia bila security, kaa nje, kwende mtu mwingine ambaye anaweza kuwa kwa level ya kila Mkenya. Okay. Kama wewe ni mkubwa, peleka ukubwa kwa ofisi yako. Tena ningependa kuona ya kwamba polisi wote wamepewa amri ya kutenda kazi kisheria. Hakuna upendeleo wa pande yoyote. Okay. Wawe tu wanasimamia security, sio kujiingiza kwa mambo ya uchaguzi. Kuzuia maagent wa pande moja ni kujiingiza kwa kinyang'anyiro. Tuzungumzie chama chako cha PLP, na nafurahi kwamba uliweza kufanya rebranding pale na mambo mengine kama hayo. Lakini hatuja kuona sana katika hizi chaguzi ndogo, na wengi ambao ni wadadisi wa masuala ya kisiasa wanahisi kwamba chaguzi hizi ndogo wao zinatumika kama mbinu ya kuweza kuweka kwenye ratili, kujua tuko vipi, tunaweza tukaimarisha wapi na kadhalika. Kidogo tu Mheshimiwa, hivi kwa nini hauna mgombea katika uchaguzi wa Olkalau? Swali la kwanza. Na la pili, unaunga mkono mgombea wa chama cha DCP katika uchaguzi huu mdogo? Niseme hivi, mimi siko kwa kinyang'anyiro, hatuko kwa kinyang'anyiro ya Olkalau. Na kwa sababu iko makandidate kadhaa wa upinzani, sio nafasi yangu kusema hapa wazi ni nani naunga mkono. Niseme hatuko kwa hiyo. Lakini tunaunga watu wa Olkalau wachague watu wa one term. Okay. Hiyo tu. Hivi kwani kuna, kwa hivyo usiniingize kwa partisanship. Nitakuuliza swali moja tu na ni swali la kichokozi kidogo. Is there some sort of cold war kati yako wewe na Rigathi Gachagua, hasa zaidi napokuja kwa siasa za Mlima Kenya? Sababu hiyo swali imeingia namna gani, na ushamuuliza yeye au umeona mahali rahisi kuuliza ni hapa? Wajua nakuuliza hivi kwa sababu ushamuuliza, kwanza jibu langu, ushamuuliza au umeona mahali rahisi kuuliza ni hapa? Tumekupata wewe, tukimpata pia nitamuuliza. Ni ndugu yangu na ako kwa United Opposition. Okay. Sijui hiyo swali limetoka wapi au ni begu unapanda. Mimi si mkulima. No, unajua swali lazima iwe na msingi. Msingi ndo huu. Usiwe ni begu unajaribu kupanda kwa wananchi. Mheshimiwa Karua, msingi ndo huu. Rigathi versus Ruto ndo headline ya gazeti la The Standard. Rigathi versus Ruto, kwamba wengi wanahisi kwamba uchaguzi huu mdogo wa Olkalau ni fursa kuweza kuonesha kwamba kati ya Rigathi Gachagua na William Ruto, and by extension the United Opposition team one term na team two term. Uliniona mbele? Ni nani ambaye kidogo tu, ni nani ambaye uchaguzi wa kwanza ulikuwa mbele? Uliniona mbele? Okay, so you've deliberately... Nilikuwa kwa uko Tana River nikijaribia mgombea wangu. Okay.
Okay? Okay. Na sio lazima kila mahali mwenzangu yuko niwe. Okay. Umeniona rally za Purple Train, umemuona huko? Okay. Hayakuwa. Tumeona Matiang'i akiwa na zake za red. Umeniona huko? Unatuona pamoja wakati tuko na jambo la umoja, tukiwa pamoja. Lakini sio lazima niende rally ya mwenzangu. Mimi si wa chama chake. Chama chake. Okay. Alafu unajipigia debe kwa president. Na nikiwa kwa shughuli ya PLP peke yake. Okay. Isipokuwa ni ile ya branding walikuja wote. Okay. Umeniona kwa Purple Train, huja niona na mwenzangu mwingine. Wajua nakuuliza maswali. Mtu akiwa ako kwa yake, kwa nyumba yake, hiyo ni mambo well ya nyumba yake. Well understood mheshimiwa. You understand imeeleweka. Wajua nakuuliza maswali yote kwa sababu nilidhani kwamba by election inafaa kuwa nafasi, na wakati niliona umerebrand PLP nilijua kwamba chama hiki tutakiona sana wakati ambapo kinatumia by elections kuweza labda kupima nguvu zake, kujiimarisha, kuweza kujitangaza pale mashinani na kadhalika. Is there a different approach that you guys are using katika PLP? Sababu wakati tu rebrand hakukuwa na by election yoyote in the piping. Kwa hivyo sioni ulidhania by election gani. Hakukuwa na by election wakati huo hata moja. Okay. Na sio lazima kila chama iingie kwa by election. Tulienda hiyo ya Chewani, tukawa namba 4, mshindi akiwa na 1700, tukawa na 1400. Okay. Na tukaona hakuna haja ya by election. Wacha tungoje the main election. All right. Okay. Dakika ni 16 kabla kufika 2 kamili. Tuko na Mheshimiwa Martha Karua, the Iron Lady, Senior Council, People's Liberation Party leader, yupo ndani ya studio. Na amesema kabisa na ieleweke kwamba hatakuwa running mate ya mtu yeyote katika uchaguzi wa 2027. Anasema ile ukweli mtupu. Anasema ile aliyofanya na baba 2022 ilitosha. Mheshimiwa Martha Karua, umesema kwamba wewe katika uchaguzi mdogo wa Olkalau unapigia one term. Kila laheri. Anybody from one term atakayeshinda, ongera kwake. Lakini nikuulize hivi, na umekuwa kwenye politics kwa muda mrefu na unajua political dynamics za politics. Ikitokea kwamba mtu wa two term ndiye anashinda katika uchaguzi mdogo wa Olkalau, itakuwa inachora taswira gani kuelekea uchaguzi mkuu unaokuja? Haitakuwa hata ikiwa hivyo, haitakuwa ni lazima ile ingine iende hivyo. Unajua by election iwe wale wote wahusika wana concentrate na mahali moja. General election kama ni ubunge, tutakuwa na mahala 290 200 kama ni MCAs tutakuwa na chances za 1450. Kama ni maseneta 47, governors 47, women rep 47. Hesabu hizo zote uone hata hii kupeana kwa ngondoro na serikali na pesa hawataweza ku-replicate. Itakuwa ni mchezo tofauti. Nimekuuliza hivyo kwa sababu tumekuwa na governor Irungu Kang'ata, aliketi hapo 1 month ago, tulikuwa na yeye. Tumekuwa na yule mbunge anaitwa Kagusha, tumekuwa naye, amekuwa hapa. Tumekuwa na viongozi wengi kutoka Mlima Kenya. Na nakumbuka kabisa hata Jeremiah Kioni tumekuwa naye 1 week ago. Viongozi wengi ambao tumekuwa nao hapa kwenye mahojiano ambao wanatoka Mlima Kenya were very categorical. In fact, nikimnukuu Irungu Kang'ata alikuwa anasema kwamba katika uchaguzi ambao unakuja, mtu yeyote ambaye atasimama na chama cha UDA Mlima Kenya itakuwa vigumu yeye kushinda. Hiyo ni kweli. Ni kweli. Hiyo ni kweli, na nimesema by election sio sawa sawa na general election. Na nimekuhesabia itakuwa ni maelfu, karibu 2000. Nafasi karibu 2000. Hawataweza kutuma ma-CS. Ma-CS ni 20. Watatosha kwa hizo nafasi zote. Principal secretaries pia ni wachache. Na kila mtu atakuwa na mtu ana support kila mahali. Kwa hivyo kwa hizo nafasi zote hawataweza kutumia pesa na bribery. Ndio watatumia, lakini itakuwa spread out. Okay. Hata polisi, imagine 1000 kwa kila area. Watoke wapi? Wanaweza fanya maovu yote kwa by election. Hata wakati wa Moi tulikuwa tunashindana na kule Gishogo, my first term tulikuwa na by election moja ya MCA, wakatushinda kwa njia isiyo halali. Tukasema ingine hawatatushinda. Ya pili tuliwaonyesha dust.
Lakini general election hawakuwa wanafanya hivyo. Hata wizi wa kura wakati wa Moi haukuwa wizi wa kura ule nimeona na serikali ya William Ruto. Hii ndio serikali bovu zaidi nimeona katika uhai wangu, na nimeona zote, hata ya Kenyatta niliona.